Kutoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV na habari kuu usiku huu. Taasisi za serikali zapewa wiki 5 kujiunga na mfumo unaowezesha serikali kuwasiliana. Na katika habari za kimataifa, visa vya ubakaji vya shamiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa upande wa michezo, Kariakoo Derby kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje ya Tanzania. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea uchambuzi wa dakika 60 za habari, michezo, biashara na utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Mindi Josefu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameziagiza taasisi za serikali ambazo hazijajiunga na mfumo wa kielektroniki utakaowezesha mifumo ya serikali kuwasiliana kujiunga na mfumo huo ifikapo Julai 30 mwaka huu. Virginia Po ana simulizi kamili. Ametoa maagizo hayo leo Jumatatu Juni 23, 2025 alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya utumishi wa umma yaliyofanyika katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma. Ameongeza kuwa mfumo huo una faida kubwa katika utumishi wa umma, kwani utasaidia kurahisisha utendaji, kutoa taarifa kwa wakati, kuondoa makosa ya kibinadamu katika kuwahudumia wananchi. Kwa taasisi zote za umma ambazo hazijajiunga na mfumo huu, mwisho tarehe 30 mwezi wa 7, wote ambao mmeshaingia pale Gov.esb. Huu ni msisitizo ulitolewa na Mheshimiwa Rais pindi iga utakapokamilisha kila mmoja apeleke mfumo. Idadi ya taasisi ambazo zimeunganishwa ni chache ukilinganisha taasisi tulizonazo ndani ya serikali. Hakuna gharama, utakiwi kupanga budget, utakiwi kusafiri kwenda popote. Iga wako Dodoma, wewe uko Dodoma, nenda muhakikishe mnajiunga kwenye mfumo, mwanze kuzungumza na wenzenu wawaone. Kwa taasisi zote za umma ambazo zenye mifumo na zinaendelea kubuni mifumo, zihakikisha kuwa mifumo hiyo inasomana na uwezo kubadilishana taarifa kupitia mfumo huo, ili twende kwenye gurudumu moja la kuboresha huduma ndani ya serikali yetu. Mamlaka ya Serikali Mtandao iga, hakikisheni kwamba mifumo iliyounganishwa inaendelea na majukumu yake ya kubadilishana taarifa, lakini pia kila anayeingia jiridhishe kwa anaweza kuwasiliana na wengine wote walioko huko ndani. Mmenieleza, mmesema kwamba ndivyo ilivyo, na sisitiza kwamba hakikisheni hao watu wanasomana na wanabadilishana taarifa. Ndugu watumishi wa umma, nimefurahi sana leo baada ya kuarifiwa kwa mifumo nitakayozindua leo imejengwa na wataalamu wetu wa ndani ya nchi na kutoka taasisi yetu ya eGov, ambayo wenyewe watumishi karibu wote ni wa Tanzania, na ndio ambao wameendelea kutengeneza mifumo inayosomana kati ya taasisi na taasisi ndani ya serikali. Lakini nimefurahi pale kujumlishwa kwamba jumla mifumo 223 kutoka kwenye taasisi 185 tayari imeshaunganishwa na inasomana. Hii ni hatua mzuri sana ya utekelezaji, na mifumo hii inaendelea kubuniwa, itaendelea kuunganishwa kupitia mfumo wetu wa Gov.esb. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simbachawene amesema Tanzania imetambulika kitaifa, ambapo mwaka 2023 Benki ya Dunia ilifanya utafiti kuhusu ukomavu wa matumizi ya teknolojia duniani katika utoaji wa huduma za serikali na ushirikishwaji wa wananchi. Utekelezaji wa jitihada hizi pamoja na jitihada nyingine za serikali mtandao umetokana na maono ya viongozi, ambapo pamoja na manufaa mengi yaliyopatikana, nchi yetu imeweza kutambulika kimataifa. Sababu mwaka 2022 Benki ya Dunia ilifanya utafiti kuhusu ukomavu wa matumizi ya teknolojia duniani katika utoaji wa huduma za serikali na ushirikishwaji wa wananchi, yani GovTech Maturity Index. Na katika nchi 198 duniani sisi tulikuwa na nafasi. Lakini ripoti ya utafiti huo ilitolewa Machi mwaka 2023 na ilibainisha kuwa Tanzania imefanikiwa kupata
daraja la kutoka kundi B hadi kundi A na kushika nafasi ya 26 duniani, lakini nafasi ya pili barani Afrika baada ya Mauritius na nafasi ya kwanza Afrika Mashariki kwa ukomavu wa matumizi ya tehama serikalini. Siku ya utumishi wa umma husherekewa Juni 23 kila mwaka na nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kwa lengo la kutambua mchango wa watumishi wa umma katika maendeleo ya nchi zao na bara la Afrika kwa ujumla. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Steven Wasira amesema uchaguzi mkuu sio ajali, hivyo wabunge na madiwani wanatambua kuwa kila baada ya miaka mitano ni uchaguzi, hivyo wale waliokuwa wanajifungia vioo kwenye magari wajue wakati umefika. Akizungumza na viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Magu mkoani Mwanza, Wasira ametumia nafasi hiyo kuwataka wana CCM kujiandaa kwenda hutiki ifikapo Oktoba. Tunazungumza uchaguzi. Kwa upande wa urais tumemaliza. Tumeshaweka mgombea. Kazi yetu ni kumuuza kwa wanachama na kwa wananchi. Kwa waheshimiwa wabunge, ubunge wabunge wa kina rafiki yangu Kiswaga unaisha siku ya tarehe 27. Na wala hauwapi pressure. Maana tangu waliingia walijua tena ikifika miaka mitano uchaguzi unakuja. Kwa hiyo uchaguzi sio ajali. Kwamba imetokea ajali hapa katikati. Nani ajali ya nini? Kama wewe unaogopa sana labda ufanyi kazi uliotumwa. Maana wako watu hata jamii, hata wale waliowachagua hawawajui. Wale ndio wenye kupata pressure. Lakini pressure inayotokana na hiari yao. Kazi walipewa. Sasa kama unafunga vioo uonani na watu, sasa utamuriria nani? Mimi nimekuwa mbunge maisha marefu sana. Wakati ule nikiwa regional commission nilikuwa mbunge. Nimekuwa mbunge wa kuchaguliwa na miaka 25. Nimekuwa mbunge tena kwa kuchaguliwa mara ya 3. Nimechaguliwa karibu mara ngapi? Mara 4. Lakini vile vile pamoja na kuchaguliwa mara 4 nimekuwa mkuu wa mkoa na wakuu wa mkoa wakati walikuwa wanaingia katika bunge. Kwa hiyo ukijumlisha miaka yangu katika bunge 30. Kwa hiyo nikitaka nikueleze ubunge unavyopatikana. Unapatikana kwa kujenga mahusiano na watu. Wanachama wana haki ya kuchukua fomu, si ndio? Ila na ushauri kwa wale wanachama wapi wanaotaka ubunge. Wakati sisi zamani tukiwa watoto ukitaka kuvuka mto, maana madaraja yalikuwa hakuna. Na mito kama inatirika hivi, unaenda na fimbo. Unatanguliza fimbo uone kama fimbo itatikiswa na maji. Maana fimbo ilikuwa umeishikilia lakini wewe uko mbali. Ikitikiswa na maji mpaka itake kwenda, uingii pale. Maana ukiingia utaenda wewe. Kwa mimi na washauri wanachama wenzangu wapya wanaotaka ubunge, hakuna mtu anawazuia hata kidogo. Ushauri wangu ni kwamba watembee na fimbo kwanza, watazame nini kina cha maji. Basi wakiona kima ni kigumu, au rudi usubiri mpaka mto utakapofanya nini. Sijui kama utapungua kabla uchaguzi haujaisha. Hiyo ni ushauri wangu. Na mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Daniel Chongoro amesema ujenzi wa barabara ya Mlowo hadi Kamsamba kwa kiwango cha lami ni hatua muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na taifa kwa ujumla.
Naungana na John Kiango ana maelezo zaidi. Mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Daniel Chongolo, amesema kuwa ujenzi wa barabara ya Mlowo Kamsamba kwa kiwango cha lami ni hatua muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi ya mkoa wa Songwe na taifa kiujumla. Mheshimiwa Chongolo ametoa kauli hiyo wakati wa shughuli maalum ya utiwaji saini wa mkataba wa ujenzi wa barabara hiyo iliyofanyika katika mji wa Mlowo na kusisitiza kuwa utekelezwaji wa mradi huo uzingatie muda uliopangwa, ubora unaostahili na kuhakikisha thamani halisi ya fedha zinazotumika. Wana Songwe na mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi, mikoa mikuu ya uzalishaji nchini. Hii barabara kwetu si tu barabara ya lami, inaweza ikawa tu barabara ya lami, ndugu mgeni rasmi, lakini kwetu hii ni zaidi ya kuwa barabara ya lami, ni barabara ya uchumi. Wewe unajua sasa hivi ukienda Mbeya ndio wanajidai wana mchele mzuri kuliko mchele wowote, wanasema unatoka Kiela, lakini wana Songwe wote ni mashahidi. Hivi huko Mbeya kuna mchele kuliko wa Kamsamba? Na sisi kazi yetu, niseme hapa, TANROADS mkoa, kaeni mkao sawa sawa. Tunataka tuone sasa matokeo baada ya kusaini hii mikataba. Tunataka msimamie thamani ya fedha kwenye huu mradi. Tunataka msimamie spidi ya utekelezaji wa mradi. Wananchi hawa hawajatokea tu kuja kutushuhudia hapa watufurahie tuondoke, wanataka waone na matokeo yake. Mlowo hoye! Mlowo hoye! Kwa upande wake mtendaji mkuu wa wakala barabarani Tanzania TANROADS, mhandisi Mohamed Besta, amesema kuwa serikali na viongozi wa mkoa wa Songwe wamepambana sana kutafuta fedha za barabara hiyo. Serikali kupitia wakala wa barabara na viongozi wa mkoa wa Songwe imekuwa ikijitahidi sana kutafuta fedha na kuifanyia matengenezo ya kawaida barabara hii ya kilomita 130, matengenezo ya muda, matengenezo ya dharura, ili kuifanya barabara hii angalau iweze kupitika na kupunguza urefu wa safari wa masaa 8 hadi sasa yamekuwa masaa 2.5. Naye mbunge wa jimbo la Mbozi, Mheshimiwa George Mwanisongole, alikuwa na haya ya kueleza. Naweza nikasema mimi ndo mbunge mwenye bahati, na bahati hii ni kwa sababu nina rais anayenipenda, kila ninaomwomba ananipa. Wamepita wabunge wengi sana na wote waliomba hii barabara ijengwe kwa lami, lakini bahati imeniangukia mimi. Kwa upande wake mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe, Lanuel Mwampash, aliwahimiza wananchi kuendelea kukiunga mkono chama hicho. Katika ndoto inayotekelezwa leo hii ya ujenzi wa barabara ya Mlowo Kamsamba, ujue ni kitu ambacho kwa sisi wana Songwe ilikuwa ni ndoto kubwa. Leo tunaona sio ndoto tena, ni swala ambalo linakwenda kutekelezeka. Leo hatasafiri kwa masaa 10, tutasafiri kwa dakika chache tu. Yote hiyo tukamsemea Mama Samia kwa kumpa kula zote za ndio. Oktoba Barabara ya Mlowo Kamsamba ina urefu wa kilomita 130.2 katika awamu ya kwanza ya ujenzi wa kilomita 10 zitakazojengwa kwa kiwango cha lami. Katika hizo kilomita 5 zitaanza Kamsamba kuelekea Mlowo na nyingine 5 kuanza kutoka Mlowo kuelekea Kamsamba. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Wanatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wataalamu wa nyuklia nchi 15 za Afrika wajadili maboresho mkataba wa kimataifa wa ulinzi wa nyuklia. Karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV, mimi ni Mindi Josefu. Wataalamu wa nyuklia wa nchi 15 za Afrika wamejadili maboresho katika mkataba wa kimataifa wa ulinzi wa nyenzo za nyuklia ili kuongeza uelewa utakaowezesha utekelezwaji wake. Nora Damiani ana maelezo zaidi. Wataalamu hao wamekutana leo jijini Dar es Salaam katika mkutano ulioandaliwa na wakala wa kulinda matumizi ya nguvu za nyuklia duniani kwa kushirikiana na Tume ya Nguvu za Atom Tanzania, lengo likiwa ni kujadili maboresho ya mkataba huo kwa kuwa nchi mbalimbali bado hazijaridhia. Kwa hiyo mkutano huu umewekwa kwa ajili ya kuhamasisha. Ulikuwa na mkataba wa kimataifa ambao unalinda vyanzo vya nyuklia ambao Tanzania ilikubali na uliusaini,
lakini huu wa sasa ambao tunakuja kuhamasishana leo ni ongezeko, au kwa Kiingereza tunasema amendment ya huo mkataba mama. Kwa hiyo ongezeko hili sasa umeongezea mambo ya transportation na mambo ya storage, kuziweka hizo vyanzo vya nyuklia na kuvisafirisha na pia unahusisha na vyanzo radioactive material ambao si vya nyuklia lakini vya kutoa mionzi. Kwa hiyo tumekuja kuhamasishwa sisi wa Tanzania ambao bado hatujasaini na wenzetu wengine kama nchi 15 za Afrika tuone umuhimu wake ili tuweze na sisi kujiunga pamoja na wenzetu duniani kusaini na kukubali. Tunafahamu nuclear materials zikitumika vizuri zina faida nyingi, na nchi nyingi sasa hivi zimeshaenda kwenye hatua ya kutengeneza umeme kutoka kwenye nguvu za nuclear, na tunataka haya matumizi ambayo yana faida kwa binadamu yatumike kwa njia ambayo hayatakuwa na madhara kwa matumizi mengine. Kwa mkataba ulishakuwepo, lakini hivi karibuni umefanywa maboresho. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuongeza uelewa kwa nchi wanachama kuhusiana na maboresho yaliyofanyika kwenye mkataba ili kila nchi iweze kutekeleza yale yaliyo kwenye mkataba. Kuwa na mkutano kama huu ni hatua moja muhimu kwenye kujiandaa namna ambavyo tutalinda vyanzo hivyo vya nguvu ya nyuklia ili viweze kutumika tu kwa matumizi sahihi. Tume ya Nguvu za Atom Tanzania inashirikiana na wakala wa kimataifa wa masuala ya nguvu za atom IAEA. Kwa hiyo Tanzania kwa ujumla tunapata miongozo ya jinsi ya kudhibiti lakini na kuhakikisha kwamba matumizi ya nguvu za nyuklia yako salama kutoka kwa wakala huyo. Kwa hiyo sisi kama board ni tuko katika kuhakikisha kwamba tume inafuata miongozo hiyo inayotolewa na wakala huyu wa kimataifa wa nguvu za atom duniani. Kufanyika kwa mkutano huo huenda kukafanikisha kuridhiwa kwa maboresho ya mkataba huo, hatua itakayowezesha kulinda vyanzo vya nguvu za nyuklia. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC imewataka wasimamizi wa vihatarishi katika taasisi zote kuhakikisha wanafanya tathmini za mara kwa mara za vihatarishi katika taasisi zao. Amina Ngahewa kutoka Arusha ana taarifa kamili. Maelezo haya yametolewa na mkurugenzi wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC Dr. Emmanuel Mikilia jijini Arusha wakati wa mafunzo kwa watumishi kutoka taasisi za umma na binafsi yanayolenga kupunguza madhara ya vihatarishi kwa kutumia ulinzi wa taarifa binafsi. Tunahitaji kuhakikisha kuwa kila taasisi inakuwa na utaratibu mzuri wa kutambua maeneo ya hatari, kuwa na uwezo wa kutambua viashiria vya vihatarishi na kuchukua hatua stahiki. Kiusalama huaga tunasema tunakuwa proactive. Kuwa proactive maana yake tunavitambua vihatarishi kabla havijatokea. Wahimiza wasimamizi wa vihatarishi ambao ni nafikiri kila taasisi inakuwa na watu ambao tunaita risk champions. Moja, kufanya tathmini za mara kwa mara za vihatarishi ambayo hiyo tunaita ni risk assessment ili kubaini udhaifu uliopo na uweke mpango wa udhibiti. Mhandisi Stefano Wangwe ambaye ni mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ameeleza umuhimu wa taasisi hizo kupewa mafunzo ili kuwa na usalama wa taarifa za wateja wao. Taarifa za mtu zinaweza zikampelekea kupata hatari katika sehemu moja au nyingine, lakini pia katika hizi taasisi mbalimbali, taasisi zinachukua taarifa zetu kwa ajili ya kutuhudumia. Kwa hiyo kwa sababu taasisi zina taarifa zetu, tunazifundisha sasa ni mambo gani ya msingi ya kuzingatia katika ulinzi wa taarifa hizo ili wawe wamewalinda hao watu ambao taarifa zao zimekusanywa na wao. Kwa hiyo tutawafundisha sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa nini ipo, tutawafundisha misingi 8 ya ulinzi wa taarifa binafsi, lakini pia tutawafundisha masuala ya ridhaa
lazima wewe mtu ambaye watu wanatumia taarifa zako utoe ridhaa ya matumizi ya taarifa zako. Lakini tutawafundisha namna gani sasa kwa ujumla wa kusimamia vihatarishi. Lusajo Kibonde ambaye ni mshiriki wa mafunzo hayo anasema ni muhimu katika kushauri taasisi zao kuweka mifumo yenye ulinzi wa taarifa za wateja wao ili kuwa salama zaidi. Taasisi endapo itakuwa na mfumo mzuri wa usimamizi wa vihatarishi, kwanza itaisaidia taasisi pia kuaminika, kwa sababu inakuwa ina wadau wengi ambao wanaitegemea taasisi, lakini pia wadau wa maendeleo. Kwa maana taasisi ambayo ina mfumo mzuri wa usimamizi wa vihatarishi inavutia pia hata wadau wa maendeleo kuja kuwekeza zaidi pesa zao katika shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na taasisi yetu. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Inakadiriwa kuwa 50% ya magonjwa yanayoongozwa na ulemavu wa kutokuona ni mtoto wa jicho, ambapo inasababishwa na ucheleweshwaji wa kupatiwa matibabu kwa wakati. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Akieleza ujio wa kambi ya matibabu ya macho, mratibu wa magonjwa ya macho mkoa wa Mbeya Dr. Fariji Kilewa amesema kambi hiyo imelenga kuwahudumia wananchi wote wa Mbeya na mikoa ya jirani, ambapo watu watakaopatikana na mtoto wa jicho watafanyiwa operesheni. Kambi linalenga sana kuhudumia wagonjwa wote wa macho mkoa wa Mbeya, lakini pia na majirani ambao watapata hizi habari. Tunacholenga kikubwa sana ni wale watakaopatikana na mtoto wa jicho watafanyiwa operation, lakini pia hata watakaopatikana na matatizo mengine ya macho ambayo watahitaji operation watafanyiwa. Lakini cha kwanza ni mtoto wa jicho, kwa sababu kubwa kwamba magonjwa yanayoongoza ulemavu wa kutokuona ni mtoto wa jicho. Wengi sana tunawapata wenye hilo tatizo, kwa ndio maana tunalenga hao. Na kati ya watu ambao au wagonjwa wenye ulemavu wa kuona 50% mtoto wa jicho ndo anayesababisha. Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mhandisi Mary Priska Maundi amesema shughuli kubwa wanaichunguza ni mtoto wa jicho ili kuhakikisha afya ya macho inaimarika na matibabu hayo yanatolewa bila malipo. Shughuli kubwa tunaoichunguza kwenye jicho ni hasa mtoto wa jicho. Tunafahamu afya ya jicho ina changamoto tofauti, lakini tunaangalia zaidi mtoto wa jicho kwa sababu ndiye ambaye akicheleweshwa kutolewa anasababisha upofu ama uono hafifu. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa tuwachunguze hii jamii ya mkoa wa Mbeya kuhakikisha afya ya macho inaimarika. Kama mtu atakutwa na dalili ama tayari ana mtoto wa jicho, basi atapewa huduma bure. Kambi hiyo inatarajiwa kuanza Juni 30 hadi Julai 5 mwaka huu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, ikihusisha madaktari bingwa kutoka nchini Ujerumani. Upendo Kibetile, Sky TV. Wagonjwa wengi wa magonjwa ya ndani ikiwemo kisukari na presha wamebainika katika kambi ya madaktari bingwa katika wilaya ya Bukombe mkoani Geita. Michael Bundala anaarifu zaidi. Taarifa hiyo imetolewa na Deogracia Mkapa ambaye ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe wakati wa kuwaaga madaktari bingwa wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambao walikuwa katika wilaya ya Bukombe mkoani Geita kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu za kibingwa. Mganga mkuu huyo amesema katika kliniki hiyo iliyoendeshwa na madaktari bingwa wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wagonjwa wengi waliokutana nao ni wale wa magonjwa ya ndani ambao ni kisukari, presha pamoja na magonjwa ya moyo, na kutoa wito kwa wananchi kuwa na tabia ya kufanya mazoezi ili kukabiliana na magonjwa hayo. Tumekuwa na madaktari bingwa kama nilivyosema kwa muda wa wiki sasa, lakini kwa kiasi kikubwa wagonjwa wengi ambao tumewaona ni kwenye kliniki ile ya magonjwa ya ndani. Magonjwa ya ndani yanabeba uwanja mpana sana wa magonjwa, ikiwemo magonjwa hata yale magonjwa ya tunasema magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama magonjwa ya moyo, pressure, kisukari,
hayo yote yako kwenye ile kundi la magonjwa ya ndani, na ndio maana unaweza kuona hata kwenye kliniki zetu, kwenye hiyo kliniki ya daktari bingwa wa magonjwa ya ndani imeona wagonjwa wengi sana ukilinganisha na kliniki nyingine. Lakini pia hata daktari bingwa wa upasuaji tumeona wagonjwa wengi, na wagonjwa wengi wamefanyiwa upasuaji kama daktari alivyosema, na wagonjwa operation kubwa kabisa ambazo pengine tusingeweza kuzifanya 10 ambazo zimefanyika. Lakini pia kwa upande wa kina mama kuna operation nyingi sana zimefanyika. Mkuu wa wilaya ya Bukombe mkoani Geita amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa na programu hiyo ya madaktari bingwa kwa ajili ya kutoa matibabu kwa wananchi. Lakini kwa dhati kabisa tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha programu mbalimbali zilizopewa jina la kliniki, ikiwa ni pamoja na masuala ya kisheria, masuala ya migogoro ya ardhi. Kliniki zinaendelea sehemu mbalimbali, lakini hata timu za madaktari kwenda sehemu mbalimbali. Ukifuatilia haipo hapa Bukombe tu kwa muda huu, Shinyanga wanaendelea, Lindi wanaendelea. Hii yote ni kuhakikisha kwamba afya za wapiga kura zinakuwa imara. Na baadhi ya wananchi wameeleza namna walivyonufaika na ujio wa madaktari bingwa wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika wilaya ya Bukombe. Mimi kwa jina naitwa Bahati Modestus kutoka Muungano Kilimahewa. Ujio wa madaktari bingwa tunaona kuna huduma mbalimbali tulizozipata, tumefarijika sana. Mimi nilikuwa na changamoto ya hernia, na mpaka sasa hivi huduma inaendelea na wamenipa majibu mazuri na nimefarijika sana. Asante. Kwa majina naitwa Medad Kusekwa Nzwila, ni mkazi wa wilaya hii ya Bukombe katika kitongoji cha Katente. Nashukuru kwa hawa madaktari bingwa ambao wametutembelea katika wilaya ya Bukombe katika hospitali hii ya wilaya ya Bukombe. Ni jambo moja la hekima sana, wameweza kuhudumia wananchi, wamehudumia wananchi si chini ya wananchi 500, ambayo hiyo huduma endapo kama wangeweza kusafirishwa kwenda mikoani wangetumia gharama kubwa sana. Timu ya madaktari bingwa 50 imewasili Juni 16 mwaka huu mkoani Geita na kuanza kutoa huduma za matibabu za kibingwa na kuwajengea uwezo watoa huduma za afya sehemu zao za kazi. Na kwa wilaya ya Bukombe pekee, programu hiyo imewafikia wagonjwa zaidi ya 500. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Nikirejea ni katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro.
Sky TV. Biashara na uchumi. Ujambo mtazamaji wa Sky TV na karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Tatu Habibu. Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki imesaini mikataba ya thamani ya takriban ya shilingi bilioni 63 na Benki ya Maendeleo ya TIB pamoja na Benki ya Tanzania kwa ajili ya kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo ya kiuchumi nchini. Akizungumza mara baada ya tukio hilo, mkurugenzi wa EADB Bernard Paul Mono amesema mikataba hiyo inalenga kuunga mkono mpango wa maendeleo ya taifa kwa kutoa mikopo yenye masharti nafuu katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Ninafurahi kuwepo hapa leo. Tumesaini mikataba na taasisi za fedha ambayo ina kiwango cha shilingi bilioni 63. Hii ni mikopo ambayo itaenda kusaidia kuwapa makampuni ya Kitanzania, makampuni ya madogo na ya kati kuweza kupata mitaji ya kuendesha biashara zao, leta ajira katika sekta mbalimbali na kuweza kusaidia kuleta pia nyumba tunaita affordable housing kwa kupitia kuwapa watu mitaji ya muda mrefu kuweza kununua na kujenga nyumba. Tunaamini itaweza kusaidia kuendeleza uchumi na kusupport serikali katika mikakati yake, especially mpango wa maendeleo wa nchi ambao unatekelezwa kwa sasa hivi. Tanzania imenufaika kwa kiwango kikubwa. Viwanda vingi ambavyo vilianzishwa mwanzoni, kama unataka kwenda kwenye historia, vilipata mikopo kutoka EADB. Sitaki kutaja majina hapa, lakini unaelewa viwanda vya simenti, viwanda vya sukari, vingi vilipata mikopo kutoka EADB. Lakini kwa sasa hivi kwa maeneo kwa miaka ya karibuni, kama alivyosema mkurugenzi wa maendeleo wa TIB, EADB pia imekuwa in-support taasisi za hapa nchini kuweza kutoa mikopo kwenye sekta mbalimbali za maendeleo. Kuna kilimo, kuna viwanda, lakini EADB yenyewe pia imesupport moja kwa moja. Kuna ujenzi wa SGR, miradi yote ya kimkakati katika nchi hii. EADB imeweza kushiriki na kutoa fedha kwa ajili ya kuitekeleza hiyo miradi. National Housing, mlimsikia mkurugenzi mwakilishi wao akisema jinsi ambavyo EADB imesaidia katika ujenzi wa nyumba, sio tu nyumba kubwa za kibiashara, lakini hata hizi tunaita affordable housing, especially Dodoma. Kwa hiyo EADB imesaidia pia kuhamia kwenda Dodoma kwa kutumia kuweza kusupport SGR. Pia EADB imesupporti kazi na mkakati wa benki wa serikali kuhamia Dodoma. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi wa wakurugenzi wa EADB Bwana Charles Mwamwaja amesema kuwa mpango huo unaendana na juhudi za serikali za kuwainua wanawake na vijana walio katika makundi ambayo ni misingi ya maendeleo ya jamii. Kuna mikopo pia imesainiwa leo na kampuni hii inaitwa TMRC. Kampuni hii inajishughulisha na utoaji wa mikopo ya nyumba ya muda mrefu. Na kama mnavyofahamu, nyumba ni moja ya mahitaji ya muhimu sana kwa binadamu. Na mara nyingi gharama za kumiliki nyumba ni kubwa, na mara nyingi wengi wetu tunakuwa hatuna fedha nyingi kwa mara moja kuweza kununua na kumiliki nyumba. Kwa hiyo utaratibu huu maana yake ni kwamba utawawezesha Watanzania wengi kupata mikopo ya muda mrefu ili waweze kumiliki nyumba. Na kama ambavyo mmekuwa mkifuatilia kwenye tukio hili la leo, tumewaambia hawa wenzetu ambao wamefanikiwa kupata fedha hizi leo, wawaambie Watanzania waweze kujua kwamba hizi fedha zipo, wazitumie, watangaze utaratibu ambao unahitajika. Lakini lingine ambalo tumesema EADB ni benki yao, ni benki yetu, ni benki yangu, ni benki yake. Na hii benki ina fedha za kutosha. Mtazamaji, tuangazie katika viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Tamati ya habari za biashara na uchumi. Mimi ni Tatu Habibu wa Sky TV. Biashara na uchumi.
Na moja kwa moja kwa sasa, mtazamaji, naungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni visa vya ubakaji vya shamiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za kimataifa. Naam, karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Shirika la kimataifa la kulinda haki za watoto la Save the Children limesema kumekuwa na ongezeko la kutisha la watoto wanaonyanyaswa kingono nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya shirika hilo inaonyesha kiwango hicho ni mara 3 ya idadi ya visa vya unyanyasaji vilivyoripotiwa mwaka mmoja uliopita. Kulingana na shirika hilo, kati ya mwezi Januari hadi Juni limekusanya taarifa za zaidi ya visa 478 vya unyanyasaji wa kijinsia ambavyo ni ongezeko la asilimia 249 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Save the Children imesema visa 172 kati ya hivyo ni vya ubakaji dhidi ya watoto. Tangu mwezi Januari mwaka huu, raia 71,000 nchini humo wamekimbilia Burundi, ambayo ni moja ya nchi maskini zaidi duniani yenye maelfu ya wakimbizi kutokana na mizozo iliyopita. Hali hiyo inaripotiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano yaliibuka mapema mwaka huu baada ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda kudhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa Kongo. Kwingineko, jeshi la Israeli limesema limeshambulia maeneo kadhaa ya Irani, huku vita kati ya mahasimu hao wawili vikiendelea kwa siku ya 11. Jeshi hilo limesema kwamba zaidi ya ndege 15 za kivita zilishambulia eneo la Kermanshah na kuyaharibu maeneo hayo pamoja na ghala la kuhifadhi silaha zinazotumika kuishambulia Israeli. Taarifa kutoka ndani ya Irani zinasema mashambulizi ya Israeli yamepiga karibu na jengo linalotumiwa na shirika la misaada ya kiutu la Hilali Nyekundu
kaskazini mwa mji mkuu Teherani, na pia kinu cha nyuklia cha Fordo kilichokuwa kimeshambuliwa na Marekani siku ya Jumamosi. Irani kwa upande wake imefanya mfululizo wa mashambulizi asubuhi ya leo ndani ya Israeli, ikisema imelenga maeneo ya kijeshi na kimkakati yanayotumika kuishambulia. Israeli ilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi nchini Irani mnamo Juni 13, ikidai kuwa inalenga kuizuia jamhuri hiyo ya Kiislamu isiwe na silaha za nyuklia. Mashambulizi hayo yameua viongozi wa kijeshi, wanasayansi, raia na kuharibu miundombinu ya nishati. Na hatimaye viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wamekiri kwamba kanda hiyo iko matatani, ikikabiliwa na ongezeko la machafuko na ukosefu wa utulivu wa kisiasa. Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone, aliyechukua uwenyekiti wa kupokezana wa jumuiya hiyo kutoka kwa Rais Bola Tinubu wa Nigeria, amesema Afrika Magharibi inapitia changamoto kubwa. Changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa usalama katika kanda ya Sahel na mataifa ya pwani, ugaidi, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, upitishaji wa silaha kimagendo na uhalifu wa kupangwa. Katika mkutano wa viongozi hao uliofanyika jana mjini Abuja nchini Nigeria, Maada Bio amesema muda umefika wa kushirikiana kikamilifu kiusalama, ikiwamo kuwa na kitengo cha pamoja cha ujasusi na kitengo cha utoaji wa majibu ya haraka. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni katika mkusanyiko wa habari za kimataifa na Pius Jayunga, na moja kwa moja kwa sasa tunapata mapumziko mafupi, na tukirejea hapa tutaungana na mwanamichezo wetu Lai Saidi atujuze kwenye michezo kunani. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV.
Habari za michezo na burudani. Hujambo mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Naitwa Laisaidi. Bodi ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara TPLB imewatangaza waamuzi watakaochezesha mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ni mchezo namba 184. Katika kutangaza waamuzi hao, kwa mujibu wa taarifa ya Bodi ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara TPLB, mwamuzi wa kati atakuwa ni Amini Mohamed Amir Omar akitokea nchini Misri, akisaidiwa na Mahmoud Ahmed Abul El Legal kama mwamuzi msaidizi namba 1 na Samir Gamal Saad Mohamed ambaye atakuwa msaidizi namba 2. Ahmed Maharus naye kutokea nchini Misri atakuwa ni force official naye kutokea nchini Misri, huku kamishna wa mchezo huo akitarajiwa kuwa Samir Omar Singano akitokea jijini Tanga. Katika kuelekea mchezo wa mwisho wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, afisa habari wa kikosi cha Yanga Ali Shabani Kamwe ameweza kuzungumzia ugumu wa mchezo huo, huku akikiri kwamba ni mchezo ambao wanaenda kupata matokeo. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba. Ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu hao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi 3. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga. Unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi matokeo aina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili. Aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Ndani ya hizi siku kuanzia leo, kwa maana ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano siku ya mchezo, kwa idadi ya watu ambao walikata tiketi tutaweza kuwahudumia. Na unajua idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tunaiashumu, kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo. Sasa wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia. Kwa la kwanza ni hilo. Hawa ambao wamepoteza tunaashumu ni wachache, kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya machinani, na tunaamini walitumia kadi zile zile ambazo walikatia tiketi za machinani. Kwa hiyo tumeashumu kwamba idadi fulani lese ndo wamepoteza hizo tiketi. Kwa hizi siku 3 N-card wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi wanaoweza kuhudumia shida hiyo, na wanachama wa Yanga wakaenjoy. Naye afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda ameweza kuzungumzia katika kuelekea mchezo huo, ambapo sherehe za ubingwa zitafanyika na bingwa kukabidhiwa kombe lake. Hapa kuna taarifa rasmi kuhusiana na mchezo namba 184 kwamba unakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho kutwa Juni 25 kuanzia majira ya saa 11 jioni. Hii ni taarifa ambayo tunatamani iwafikie wadau wafahamu hivyo, na waendelee, kila mmoja aendelee na maandalizi kuelekea mchezo huo. Lakini mbali na mchezo huo wa ligi ambao ndio mchezo pekee umesalia baada ya kuwa tumetamatisha mizunguko 30, ukiwa umesalia huo mchezo mmoja, tutoe taarifa rasmi pia kwamba baada ya kutamatika kwa mchezo huo kutakuwa na sherehe za kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2024-2025. Tumekuwa na msimu bora sana. Ushindani umekuwa wa kiwango cha juu ambao mimi sipaswi kutumia nguvu nyingi kuuelezea. Kitendo cha kwamba tumeshamaliza mizunguko 30, tuna mchezo mmoja ambao uliahirishwa na kwamba bado hatuna bingwa, na timu mbili zinazokwenda kupambana katika mchezo huo zinatofautiana alama 1. Mashabiki wa soka mkoani Geita ambao ni mashabiki wa klabu ya Simba pamoja na Yanga wametambiana kuelekea mchezo wa Juni 25, huku kila mmoja akisema timu yake inaenda kuibuka na ushindi katika mchezo huo. Mashabiki hawa wa vigogo wa soka hapa nchini wametambiana wakisema
wanajiandaa kuona dabi ya Kariakoo itakayopigwa Juni 25 baada ya kuahirishwa mara mbili. Kwa jina naitwa Othnieli Mbaraka. Tunaenda kuchukua ushindi kwa sababu tumejipanga. Tuna kikosi kizuri, sawa? Kikosi ambacho kimekamilika. Wenzetu walitaka kutangaza ubingwa kabla hawajakutana na Mpanzu. Mpanzu walikuwa wanaogopa kwamba kuna huyu mchezaji tu Mpanzu ndio walikuwa wanamkimbia, lakini Mpanzu watakutana naye. Tunataka wacheze na Mpanzu tuone kwamba kweli wao ni mabingwa au sio mabingwa. Shebrino Masanja Makunga ni mkazi wa Geita, na kwa upande wa hizi timu mbili pinzani mimi niko Yanga. Yanga huwa haina mchezaji mmoja. Yanga ilishakuwa na kila aliyepo kwenye Yanga ni wachezaji ambao wote ni tegemezi. Nafikiri tuelekee kimataifa ambapo mchezaji wa mpira wa kikapu wa ligi kuu ya wanawake nchini Marekani WNBA kwa upande wa wanawake ambaye ni Sonia Citron amekuwa mchezaji wa kwanza ambaye ni mgeni kwenye timu ya Washington Mystics kufunga pointi 27 akifanya rebounds 11 na kurusha mitupio 4 ya alama 3 kwenye mchezo mmoja. Sonia Citron mwenye umri wa miaka 21 ni mara yake ya kwanza kushiriki ligi ya mpira wa kikapu WNBA ambapo alifanya hivyo usiku wa kuamkia leo walipokutana na Washington Mystics na Dallas Wings ambaye anashika nafasi ya mwisho ukanda wa magharibi wa ligi hiyo ya kikapu nchini Marekani kwa upande wa wanawake. Na taarifa hiyo mtazamaji inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Naitwa Laisaidi, kwake Mindi Joseph aweze kutamatisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Mtazamaji, moja kwa moja kwa sasa tunaelekea kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania. Mimi ni Joyce Makwata na hii ni taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Tuanze kwa kuangalia hali ya baridi hapa nchini. Tunatarajia hali ya baridi zaidi kujitokeza katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi, na kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Hata hivyo, mifumo ya upepo inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya mawimbi katika maeneo hayo inatarajiwa kuwa ni makubwa kiasi. Hata hivyo, maeneo ya ziwa Victoria, Tanganyika,
Rukwa pamoja na Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya mawimbi katika maeneo hayo inatarajiwa kuwa ni madogo. Na kwa kesho tunatarajia katika mkoa wa Kagera, Mwanza pamoja na Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja kukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hata hivyo, hali ya ukavu inatarajiwa kutawala katika maeneo mengine ya nchi yaliyosalia kwa siku ya kesho. Na kufikia hapo tupate utabiri wa siku zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 25 na 26 ya mwezi wa 6. Dodoma kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hali ya hewa katika mkoa wa Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa ujumla kwa siku 4 zijazo. Hali kadhalika katika maeneo ya mkoa wa Mbeya kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua. Mkoani Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Hali ya hewa katika mkoa wa Arusha kwa siku 4 zijazo ni mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna la ziada kwa siku ya leo. Asante, tunakutakia wakati mwema. Mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa na tuhitimishia kipindi cha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa nafika tamati. Nikutakie usiku mwema na utazamaji mwema wa vipindi vyetu. Sky TV.